Na ndugu mtazamaji wa channel Mwana wa Hekaya TV, tunazungumzia soka mguu ambapo tuko kwenye michuano ya AFCON mwaka 2023 huko Ivory Coast ambapo mechi imepigwa kabisa. Tunazungumzia leo kwa pekee timu ya Leopard ya DRC ambayo ukiangalia ilikuwa iko nafasi ambayo sio kuridhisha kwenye michuano hiyo. Baada ya mechi nyingi sana kufanya sare kila wakati, unakutanisha ni bao moja kwa moja wala sufuri, wale natoka 0 partout, inakuwa ni hivyo tu, sura kuonesha kwamba Leopard ilikuwa sio na sura kuridhisha. Ingawapo kuna wachezaji ambao walikuwa wengi sana kwenye upande wa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ni kikosi ambacho kimetoka huko Ulaya kuja kuongeza nguvu ya kasi na utendaji kazi wa kazi ya mpira kwa timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiangalia vile vile wachezaji kama vile wakina Silas Katompa ambao wanafanya vizuri sana, wakina Theo Bongonda ambaye kabisa wanamuita Theo Messi kwa sasa, hata vile vile rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema kwamba ni Theo Messi, na vile vile hata vile vile wachezaji kama vile Meshak Elie ambaye ni mchezaji mzuri sana kwenye ligi ya huko Uswisi, hata vile vile huyu ambaye anaitwa Simon Banza ambaye ni mchezaji anacheza kwenye Sporting Braga huko Portugal, hata vile vile wachezaji kama vile Johan Wissa, Gali Kakuta, Chancel Mbemba ambaye ni captain kwenye timu ya Marseille huko Ufaransa, na wengine wachezaji kama vile Lionel Mpasi ambao wanadaka kwa Ufaransa, wakina Dimitri Berthaud. Ni wachezaji mojawapo ambao wamekuja kabisa kuangalia kukazisha kikosi cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawapo kama kuna mafans ambao walikuwa wakisema kwamba ukiangalia Leopard wachezaji kama vile wa zamani kama vile kina Bolaziwa kuonekana, wakina Neseske Bano kuonekana, lakini kumekuja sura nyipya sana ambazo ni kazi ambazo zimefanyiziwa na huyu mchezaji ambaye anaitwa Cedric Bakambu, ndio kama vile ambassadeur ambaye alijielekeza huko Ulaya kunegosia kila mchezaji ambaye ni wenye asili ya Kikongomani kuja kuchezea timu ya taifa, na ndio vile kawa inaleta matunda mazuri. Hata vile vile ukiangalia kwenye mitandao za kijamii, kwenye posti ambazo ametolea huyu goalkeeper wa timu ya DRC Lionel Mpasi, amesema kwamba mimi nilikuwa bado sijawahi kuona timu ya Leopard na sijawahi fika hata Kongo, hata kama niko mkongomani wa asili, lakini kupitia mchezaji huyu Cedric Bakambu aliniita kwenye njia ya simu na kuniuliza mengi sana, je, unataka kuchezea nchi yako? Nikamwambia ni vizuri sana, kwa sababu ni swala ambalo lilikuwa ni zuri la kuleta kwanza, la kuleta heshima kwa nchi ya Kongo, kwa sababu ukiangalia kwa siku zilizopita Leopard ilikuwa hata mashabiki wako wakisema kwamba kila wakati kipigwa wala kupiga kwao ni kuegalize kutoka sare swati ya 1-1 0-0, inaonekana hapo imecheza zaidi, lakini kwa sasa inakuwa nacheza avec determination kama vile walivyosema Faransa, kwa sababu ukiangalia wachezaji wanakuwa kikaza. Ukiangalia kwa nyuma kwanza kwenye goalkeeper huyu Lionel Mpasi zao anakuwa anatosha mampira ambazo zinakuwa za ku counter attack mwanzo ajabu sana. Vile vile kwenye madefensa kama vile huyu ambaye anaitwa, ukiangalia wachezaji ambao wametoka barani Afrika ni wachezaji watatu tu ambao wanakuwa wanaongeza kikosi hicho cha timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vile kuna mchezaji anaitwa Inonga Baka ambaye ni defenseur ambaye alitokea huko Tanzania kwenye Simba ya huko Tanzania, na vile vile Fiston Mayele ambaye anacheza kwa Misri kwenye klabu yake ya huko Piramide ya huko Misri, na vile vile ambaye anaitwa Siadi Bagio ambaye ni goalkeeper wa timu ya TP Mazembe Anglebert ambaye ni 3e gardien. Ukiangalia kuna kama goalkeeper watatu kwenye timu ya DRC, ikiwa goalkeeper wa kwanza ni Lionel Mpasi, wa pili Dimitri Berthaud, nafasi ya tatu inakuja ni huyu goalkeeper ambaye anaitwa Siadi Bagio ambaye hajawahi kudaka kwenye mechi tangu yaanze za AFCON, hata vile vile mechi ambazo zilikuwa za kirafiki ambazo zimecheza hapo awali kabla ya mechi ya AFCON kuanzisha hiyo tarehe 13 ya mwezi Januari ambayo ilipoanza michuano ya AFCON huko d'Ivoire. Na ukiangalia wachezaji hao kabisa wanakuwa wakikaza kama vile kujuza huko mbeleni huko kwenye madefensa kuna kwa Chancel Mbemba ambayo kabisa ni defenseur ambaye ukifuatana na wale ambao ni wadadisi wa mambo ya soka wanakuambia kwamba ni defensa ambaye ni wa dunia kwa sasa. Alishawahi kukamata defensa na kukamata vizuri na kukaba wachezaji kama vile wachezaji wa dunia kama vile Lionel Messi wakati alikuwa Paris Saint-Germain, wakina Cristiano Ronaldo wakati wakangaliki kwa Real Madrid, wakati wakikutana Marseille na Real Madrid, ilikuwa ni mtanange mkubwa kupitia huyu ambaye alikuwa anakaba vizuri sana Chancel Mbemba ambaye kwa sasa ni captain kwenye timu ya DRC na ni captain vile vile kwenye timu ya Marseille. Na ukiangalia vile hata wakili Mbappe wa Junior Neymar wamesema kwamba huyu ni kabisa mchezaji ambaye anakuwa anafanya defense vizuri sana. Ndio madefensa hao kuna kwa Inonga Baka, Gali Kakuta, Artin Masuaku na wengine Bantu Bisika, wachezaji hao ambao wanakuwa kama defensa. Na ndani ya kati yani milieu de terrain kuna kwa vile vile wachezaji kama vile Samuel Mutusami, ukiangalia ni mchezaji mzuri sana, hata vile vile ni mchezaji kabisa anakuwa amejituma kabisa ili kufuata, anakuwa na pepu nyingi sana wakati ya kufanya pressing ikiwa tuko na timu ambayo iko na uoga sana. Na vile vile ukiangalia hata mchezaji Theo Bongonda ambaye ni milieu de terrain ambaye anakaza vizuri sana, hata alivyosema kwenye mitandao za kwenye account yake ya kwamba mimi huenda nafasi yangu ya kuchezea kati milieu de terrain sio yangu ambayo nataka, lakini ili kwa kutetea nchi tunatakiwa tucheze poste zote ambazo ikiwa watatuweka.
Milele Tere huyu ambaye anakuwa Theo Bongonda ambaye ni Theo Messi kabisa. Ukiangalia hata ni goshe moja mzuri sana, tunadhani kama ni Messi mwenyewe la Pulga. Ukiangalia ndani ya uwanja anakuwa anacheza vizuri sana. Hata vile vile Charles Piqué ambaye kabisa wengi wanasema kwamba ni mzungu, ni raia wako Ireland, lakini mama yake ni Mkongomani wa asili ya Kikongomani. Huyo Charles Piqué ambaye anachezea timu ya DRC. Wanakuwa wanakaza vizuri sana sehemu ya kati. Hata vile vile mchezaji ambaye anaitwa Simon Banza. Ukiangalia hata kwenye mechi zilizopita Simon Banza alikuwa anacheza vizuri sana. Conservation ya balo yake ilikuwa ni vizuri sana. Balo akiweka mpira kwenye kifua kabisa, inaonekana kwamba ni kweli mchezaji ambaye kwenye kuna mafunzo mazuri sana anakuwa akicheza mpira. Na vile vile mbele huko anakuwa kama vile mchezaji anaitwa Fiston Mayele Kalala, mchezaji ambaye anajaza mabao mazuri sana. Ukiangalia hata Yohan Wissa mchezaji mzuri sana, anafanya vizuri. Gali Kakuta anafanya vizuri sana. Hata huyu mwamba anaitwa Artur Maswako. Artur Maswako ni mchezaji ambaye kweli alijaza bao moja ya kimataifa hapo kwenye mechi ya Guinea dhidi ya DRC. Ukiangalia mechi ilikuwa kianza, watu wakosema kwamba ukiangalia huyu arbitra alikuwa hajaonesha sura nzuri sana wakati alipana penalti ya kwanza kwenye dakika za mwanzo dakika 8 wakati mechi inaanza, na wengine washabiki wa DRC wakasema wanavunjika moyo kwanza, na kwa sababu ya referee ilikuwa sio vizuri sana. Wakapana penalti hiyo moja, lakini hakwenda angalia hata kuvare kwamba je ni kosa ama sio kosa. Sema tu kwamba tuweke penalti ili tuangalie jinsi mechi itakavyoendelea. Ilikuwa ni goli ambayo ilikuwa imevunja moyo wengi sana, lakini Leopard ilikuwa na uzoefu na ilikuwa na ubunifu sana kwa kucheza mpira na ikashinda timu ya Guinea. Ukiangalia goli ya kwanza, la pili ilikuwa ni vizuri sana. Chancel Mbemba alijaza goli ambayo ukiangalia ni kama vile ya kujinawisha, ya kujinawa vizuri, kwa sababu alikuwa ashajajisha ile kosa ya kwanza ya kupata penalti kwa timu ya Guinea ilikuwa ni kosa ya kwake. Na vile vile ukiangalia goli la tatu sasa, hilo ni goli ambalo lipo katika historia. Ukiangalia ni goli ambalo liliwahi kujazwa kwenye michuano ya AFCON mnamo mwaka wa 2017. Ndio iliwahi kujazwa na mchezaji ambaye ni mchezaji wa Burkina Faso. Ndio aliwahi kujaza goli hiyo moja ya hivyo kama vile mchezaji Artur Maswako. Lakini kwake mchezaji Artur Maswako sio kama vile ni goli nyipya kwake, kwa sababu alishawahi kujaza tena goli hiyo kwenye michuano ya Premier League huko Uingereza ambapo alikuwa akichezea zamani, na alijaza goli hiyo kabisa baada ya kupiga chenga nyingi, lakini akaona kama madefensa walikuwa wanakaza vizuri sana. Mpira kaupiga vile kama vile mtu anapiga kufra, na ikakuwa goli nzuri sana. Golikipa alijikuta kama mpira umekuwa ndani ya wavu, na ikakuwa ni bao ambalo lilikuwa kabisa la historia. Na vile goli ameijaza hiyo juzi hapa, kufra yeye mwenyewe kupiga mpira vizuri sana ukajaza goli. Ukiangalia timu ya Leopard kweli inakuwa na wachezaji ambao ni wazuri sana. Wale walikuwa wakisema hakuna wachezaji, lakini wachezaji wote ukiangalia ni wachezaji wote ambao wanakuwa ni wameyere kwenye vilabu vyao. Ukiangalia kama vile Chancel Mbemba ni vile captain kwenye timu yake ya Marseille. Ukiangalia vile mchezaji ambaye anaitwa Simon Banza huko Portugal, mchezaji ambaye alitoka RB Tere kwenye timu yake ya Sporting Braga. Hata vile huko umeshakelia mchezaji ambaye ni mzuri sana. Ukiangalia RB Tere kule vile Theo Mogonda kwenye timu yake kwa akichezea vile ya Spartak huko Moscow, alikuwa ni kama vile captain ambaye anacheza vizuri sana kwenye timu yake. Ukiangalia timu ya DRC kwenye mechi 5 ambazo imewahi kucheza, kila mechi inakuwa ni mchezaji wa Kongo anatoka kama homme du match, yani akiwa kama kiongozi ambaye anaongoza mechi kama vile homme du match wa Faransa anavyosema hivyo. Ukiangalia kwenye mechi ambazo zilizopita tulicheza, mechi hiyo dhidi ya Misri, ukiangalia kwa kupiga timu ya DRC kupiga timu ya Misri ya Egypt ni tangu mwaka wa 1974 yani 1974 ndio timu ya DRC iliwahi kupiga tena timu ya Misri kwa kuipiga kunyang'anya tena kombe la Afrika la AFCON ambayo ilikuwa kicheza wakati zama hizo. Na vile ukiangalia mchezaji ambaye alitoka homme du match ilikuwa ni mchezaji ambaye anaitwa Lionel Passi Nzau, kwa sababu ndio alijaza goli, kwa sababu baada ya kucheza goli kucheza kabisa vizuri sana na kufunga nafasi yote wakatoka sare wakaona kwenda kwa mikwaju, na ndio goli la mwisho ilikuwa la mchezaji ambaye ilikuwa ni magolikipa kupigiana. Gabaski goalkeeper wa timu ya Misri akashindwa goli, lakini goalkeeper huyu ambaye ni wa DRC Lionel Passi alijaza goli, na wakati wa kufanya interview alisema kwamba mimi tangu nipo goalkeeper sijawahi kujaza goli, lakini ni turu ya kwanza nikajaza goli, tena goli moja nzuri sana ambayo ilikuwa ya kuleta furaha kwa mashabiki na kuleta sura nzuri na kuheshimisha nchi ya DRC. Ukiangalia kabisa ilikuwa ni goli kabisa nzuri sana, na timu ya DRC haikuwa na matumaini ya kwamba huenda Misri tutawapiga kwa sababu, lakini wengi walikuwa wakisema kwamba DRC kwa saa hizi ni timu ambayo inafanya vizuri, kama vile Chui alikuwa kilala amelamka sasa baada ya kupigwa kutoka sare, kusema DRC tutapigwa tu siku moja kwa sababu kila siku ni sare. Lakini baada ya pale timu ya DRC kwa sasa imeamka
kama vile unavyoona kwenye mechi zilizopita. Misri ikaondoshwa na timu ya DRC, ni jambo la kushangaza baada ya miaka 50. Na vile vile ukiangalia Guinea ikaondoshwa na timu ya DRC, kwa sababu ukiangalia kabla kwanza mechi ya Guinea dhidi ya DRC Leopard, mkufunzi wa timu ya Guinea ambaye alikuwa akisema kwamba Diawara alikuwa Kabadi Diawara alikuwa anasema kwamba mimi timu ya DRC watakuja na mafimbo zao na nitawaondosha, wakunje virago vyao na mavalize zao warudie kwao. Na akajitapa zaidi sana kusema kwamba nitawaondosha kwa sababu kikosi chao kina kazi. Lakini wengi wamesema kwamba wamependa hekima yake huyu mkufunzi ama selectioner wa timu ya DRC Sebastien Desabre, kwa sababu kila wakati ya mechi anafanya interview, swali ambazo za kutapa sana nchi anakuwa kama vile anazieshape. Ukiangalia wakati wa interview hiyo anaonyesha kwamba nina wachezaji wazuri, lakini tusubiri tutaruanisha jezi zetu. Ndio jibu wakati anakuwa anakijibu kila wakati. Tucheze mpira, tutaruanisha jezi zetu tujue nani ambaye atakuwa mshindi. Ndio jibu kila wakati anakuwa akitolea mkufunzi Sebastien Desabre, Mfaransa ambaye anakuwa kiongoza timu ya sasa DRC. Ukiangalia ni jibu ambazo zinakuwa ziko nzuri sana za kuonyesha kwamba mtu anayejua aweza kujitapa. Na ndio vile. Lakini ukiangalia mechi baada kuisha, kwenye jambo ambalo lilikuwa alikufurahisha baada ya kuona mechi kwenye television, mechi zidi ya Guinea zidi ya DRC, kulikuja kama vile zabe kidudu kama vile kipepeo kwa mkufunzi wa timu ya Guinea, ambayo kilikuja kumkula kumkono akakitosha kwa hasira, na wengi walikuwa wakisema yawezekana timu ya DRC imefanya uchawi wake ili kuleta kipepeo kile kimkule, kwa sababu angalie mida saa 4 za usiku kipepeo katoka wapi? Na kwa mwenye matazi zile zilikuwa ziko nyingi vile. Ni swala ambalo kweli wengi walikuwa wakisema, na baada ya hapo ndipo mkufunzi tena Kabadi Diawara alisema kwamba wa DRC ni wachawi kwa sababu walifanya ya kwao mazingaombwe yao ili wanipige kwenye michuano hii, wamefanya ya kwao. Huenda yale yote yanawezekana kwenye michuano, kwa sababu ukiangalia mpira ni ubunifu kwanza, kucheza mzuri, na vile vile huenda dawa zinaweza kutumika. Sina mengi sana kujibu kuhusu swali hilo, lakini ukiangalia wachezaji ambao wametoka home match kwenye michuano, wakati DRC inakuwa ikicheza kila wakati, tunakuwa na mchezaji ambaye ni Nene Pasi. Ilikuwa ni wakati wa mechi ya zidi ya Misri. Ukiangalia Yohan Wissa ni mchezaji ambaye ametoka home match mechi mbili zote kabisa, ni mchezaji ambaye ametoka mara mbili home match. Mechi ya juzi zidi ya Guinea alitoka home match Yohan Wissa, na vile vile kwenye mechi ambayo ilikuwa zidi ya Tanzania ilikuwa ni Yohan Wissa vile vile. Na ukiangalia mchezaji Silas Katompa Mvupa ambaye kwa zamani zile alikuwa anakiita Mwangetuka, Silas Mwangetuka, lakini kwa sasa jina lake la ukweli anaitwa Silas Mvupa, ambaye kwenye mechi zidi ya Morocco alicheza vizuri sana kwenye namna ya ajabu. Na ukiangalia kwenye mechi ambayo tulikuwa tukicheza baada ya mechi ambazo zilizokuwa zikipigwa zidi ya Zambia, ilikuwa ni mchezaji ambaye anaitwa Gali Kakuta ambaye alicheza vizuri sana. Yaani ukiangalia Silas kunakuwa mchezaji Silas, Gali Kakuta, kunakuwa Yohan Wissa mara mbili, na vile vile Lionel Pasi ambaye ni goalkeeper wa timu ya DRC. Wanakuwa ni wachezaji ambao ni watano kabisa ambao wametoka home match kwa kila mechi ambayo tunakuwa tukicheza, na ile inaonyesha kwamba sura nzuri inakuwa kabisa kwenye upande wa timu ya DRC. Na wengi wamesema kama vile Claude Leroy, huenda timu ya DRC kawa favori kwenye michuano hii na ikabeba kabisa kombe la AFCON, kwa sababu sura ipo kabisa kweli. Mechi ambayo nasubiriwa, ndugu mtazamaji ambao uko nasi kwenye channel yetu Mwanaweka TV, ni siku ya 3, yani siku ya Jumatano. Kwenye majira saa 4 za usiku ni timu ya DRC itakwenda kuchuana dhidi ya Ivory Coast ambayo ni timu ambayo iliandaa hiyo michuano. Nikupe wenda ili nipate kuendelea, nitakupa story ya fupi kuhusu timu ya DRC kwenye michuano hii. Kila wakati ikikutanana na timu ambayo ni inayoandaa michuano hiyo inakuwa kiipiga kila wakati. Ukiangalia kwenye mnamo mwaka wa 1964 timu ya DRC iliondoa Misri ikaipiga tena. Hii vile vile kwenye 74 1974 timu ya DRC iliondoa tena Misri hivyo hivyo na kupiga na kupata na kombe la AFCON. Kwa sababu kila wakati unakuwa ukiangalia hata kwenye michuano ya CHAN vile vile DRC ilikuwa ikiondoa timu ambazo zinakuwa zikiandaa michuano hiyo. Ukiangalia kwenye upande kwanza, kabla sijaenda kwanza na hiyo historia fupi, timu kuhusu michuano ambayo itachezwa hiyo siku ya Jumatano kwenye majira za saa 4 za usiku, baada ya mechi kumalizika timu, kwa sababu mechi zilizopigwa wiki iliyopita ni kwamba timu ya Cape Verde imeondeshwa kwa mikwaju na timu ya South Africa. Ukiangalia timu ya South Africa imecheza vizuri sana yake yote, lakini ilikuwa imeshindwa, lakini ikaondosha timu ya Cape Verde kwa mikojo ya mapenalti, na goalkeeper ambaye anaitwa William ni goalkeeper pekee ambaye ameshawahi kutoa bao 4 kwenye michuano ya AFCON. Kwenye mikwaju anatosha bao 4 mfululizo, kwenye bakamjeza tu bao moja lakini 4 zote amezitosha.
na vile vile na ikawa ni bao zilikuwa za kutoa machozi kwenye upande wa timu ya Cape Verde na wakaondoka. Ndugu mtazamaji, ukiona vile vile hata mechi ya Mali ambayo ilicheza vile vile na Cote d'Ivoire, walicheza vizuri sana, kucheza vizuri sana kabisa, wakajituma kwa namna ya ajabu sana, lakini Mali ilikuwa sasa vile vile inashindwa tu kujaza tu magoli tu, ilishindwa kujaza magoli wakati kwa kicheza na timu ya Cote d'Ivoire. Ilikuwa imeshinda vyote lakini wakashindwa goli tu. Na ukiangalia goli ambalo likiwa lijazwa ni prolongation, dakika zilizoongezwa zile za nyongezo 30 ambazo zinakuja kwenye sehemu ya mwisho hivi, ndio dakika ambazo zilikuja zikaongezea, na kulikuwa kuna salia dakika tu moja kabisa, ambapo ukiangalia ile dakika moja ambayo kisalia njoo ilikuja kuleta bao moja la mchezaji huyo ambaye alikuwa anaitwa Diakite, akajaza goli hiyo moja na njoo kasaidia na kuleta furaha kwa timu ya Cote d'Ivoire na kunyakua ushindi na mechi ikawa inaisha. Lakini ukiangalia vizuri mechi wakati ilipoisha, wachezaji wa timu ya Mali walikuwa wenye visirani sana na kumfuata referee kutaka kumpiga. Isingelikuwa staff technique ya timu ya Cote d'Ivoire kama vile referee angetoka mle ndani ya uwanja ameumia vikali sana, kwa sababu walikuwa wote wachezaji wako shamfuata, wanasema kwamba lazima urefa tumuumize kwa sababu mechi ilikuwa imemalizika, lakini anapenda tu aendeleshe tu na angalia hii goli haikuwa ya kukataliwa. Ni swala ambalo wenda lakini wakatakosa namna ya kufanya ili kuleta tena vurugu ndani ya uwanja. Lakini hiyo swala sio la kunyamazia, kwa sababu ukiangalia fununu zipo za kusema kwamba timu ya Mali huenda kapata suspension kubwa sana kuhusu mechi hiyo, ambao walifanyia vitu ambavyo vizuri sana kwa upande wa referee ambaye alikuwa akiarbitria mechi hiyo. Na ukiangalia mechi ya pili ambayo ilikuchezeka hiyo siku moja ilikuwa ni zidi ya Cape Verde ambayo ilicheza zidi ya South Africa. Mechi hiyo ilikuwa kabisa na refa ambaye ni Mkongomani ambaye anaitwa Jean-Jacques Ndala Ngombo, ambaye ndio alikuwa arbitre central. Arbitre mechi hiyo, filimi zilikuwa ziko nyingi, na ukiangalia hata vile vile wale wenzetu watangazaji ambao wanakuwa kwenye mitandao kwenye television za Canal Plus wamesema kwamba referee huyu Jean-Jacques Ndala halikuwa pirima pedagogique kama vile mwalimu, kwa sababu ukiangalia kuna kosa ambayo mchezaji mmoja wa South Africa alitendea makosa sana mchezaji wa Cape Verde, lakini wakasema kwamba huyu huenda atapewa kadi ya njano, lakini aliwaita wote au akaongelesha dakika kama ni 2 hivi tu ya kuongelesha kwamba swala hili linatakiwa kuviacha, na hakuna hata mwalipiga tu kadi ya njano. Kulipiga mchezaji mmoja kadi ya njano ilikuwa ni dakika za mwisho tu ya kuonesha kwamba kuna kosa alifanya kabisa ambayo ilikuwa imejirudia kila wakati. Na ukiangalia kwanza mechi ya DRC, kuhusu kumalizia kwanza hiyo mechi ilikuwa imemalizia kabisa, timu ya Nigeria kashinda Mali, timu ya Nigeria Cote d'Ivoire kashinda timu ya Mali, Cape Verde vile vile na kule. Ukiangalia ushindi hiyo kabisa inakuwa ni vizuri sana, na timu ya DRC hivi kwa sasa imeelekea kwenye nusu finali. Yani kuna salia tusubiri tuone kwamba itakuwa ni aje, kwa sababu michuano ya AFCON itamalizika tariki 11 Februari mwaka 2024. Na yani tusubiri kesho tuangalie nani atakuwa mshindi kati ya DRC zidi ya Cote d'Ivoire, Ivory Coast ambayo ni pays ambayo imeandaa michuano hiyo, na vile vile mechi zitakayochezwa zidi ya Nigeria zidi Nigeria ambayo atakwenda kuchuana na South Africa, mechi ambayo atakwenda kusubiriwa, ndugu mtazamaji ambao uko nasi. Na ukiangalia vile vile parcours ya timu ya DRC, mechi ambayo ilichezwa ya mwanzo DRC cheza zidi ya Zambia na ni nchi jirani, yani ya DRC kwa sehemu za Lubumbashi, ni nchi jirani kabisa na DRC. Mechi katoka matokeo ya sare ya 1-1. Na ukiangalia vile vile Morocco zidi ya DRC ilitoka sare ya 1-1. Ukiangalia Tanzania zidi ya DRC ilitoka mechi 0-0. Lakini ukiangalia kwamba DRC ilikuwa na mpira mguuni, lakini wachezaji wa Tanzania walijua kama tutapigwa, lakini wakajikaza kujituma jinsi hawakutakiwa kucheza. Ukiangalia mechi ambayo timu ya Tanzania imecheza na Zambia ilikuwa inacheza vizuri sana, na vile vile ukiangalia mchezaji huyu ambaye anaitwa Bwana Hali Samata, mchezaji wa Tanzania, alikuwa hajacheza vizuri, lakini kwenye mechi ya DRC alicheza kwa namna ya ajabu, kama vile alikuwa iko na hamu kabisa kupiga DRC, lakini wakashinda mechi katoka sare ya 0-0. Na ukiangalia mechi ya zidi ya Misri na DRC, wengi wako wanasema hapa ndio shite yenu kabisa, Misri na watoa, lakini papara zilikuwa nyingi sana, kwa sababu unajua tena ndio hivyo, mafans walikuwa wakisema sana na kuleta verses moja katika Biblia kusema kwamba wale wa Misri waona leo hamtawahi kuwaona kamwe. Ni neno ambalo alisema huyo Musa katika mambo ya Biblia, ambalo alisema kwamba wa Misri mnaowaona leo mtawaona kamwe. Na ndio hivyo kabisa, ikawa ni hivyo kabisa, timu ya DRC kaondoa Misri na hautawaona tena kamwe kwenye mechi hii ya AFCON.
na vile vile unajua ndio hali ambayo ilikuwa kiendelea, na ni uvumi sana ambazo zinakuwa zikileta changamoto sana kwenye mitandao ya kijamii. Hata wale ambao wanakuwa kiposti ili kusupport timu ya DRC kwamba wenzetu wa jirani, nchi jirani zitusaidie kusurveiller ma fleuve kama vile Congo Brazzaville, surveiller fleuve Congo, na vile vile hata nchi ya Burundi na Tanzania tusaidie kusurveiller Lake Tanganyika, kwa sababu tuko na samaki nyingi sana zisije zikaibwa. Unajua ndio hivyo kabisa. Nadhani ndio hayo ndugu mtazamaji, na vile vile ukiangalia mechi wakati timu ya DRC imeamka ni kwenye mechi ya Misri. Ilikuwa 1-1, lakini kwenye mikwaju ya penalti timu ya DRC kaondoa Misri baada ya miaka 50 kupita. Na vile vile mechi ya Guinea timu ya DRC kapiga kichapo kikubwa sana. Sio ya kubahatisha kwa sababu bao 3-1 sio ya kubahatisha. Ni score ambayo inakuwa ni nzuri sana, inaonyesha kwamba timu ya DRC iko na kiwango kikubwa sana zaidi ya timu ya Guinea. Ukiangalia hata kwenye rencontre ambayo timu ya DRC ilikutana na timu ya Guinea ni rencontre 5 na hii ikawa ya 6 hiyo kwenye michuano ya AFCON. Rencontre 5 kwenye rencontre 5 ukiangalia timu ya DRC ishawahi kupiga timu ya Guinea mara 4 na timu ya Guinea ikawa kupiga DRC moja tu. Na hii ikawa mechi ya 6 inakuwa rencontre 6, yani DRC ishawahi kupiga timu ya Guinea mara 5 na Guinea ikapiga timu ya DRC moja. Ndio hiyo kabisa inaonyesha kwamba timu ya DRC kwa sasa imeamka, kama vile wadadisi wanasema kwamba chui imeamka sana. Ili tusubiri kwamba siku ya Jumatano itakuwa aje kati ya watembo hawa ambao wanajiita les elephants ya Ivory Coast zidi ya chui ama leopard ya DRC, kwa sababu ukiangalia rais wa nchi Felix Tshisekedi amesema kwamba lazima tufike final ili tulete sura nzuri na tuheshimishe bendera yetu ya nchi, kwa sababu watu wengi kabisa wanashabikia DRC. Ukiangalia hata vile vile kwenye mechi ambayo tulicheza na Guinea, kulitoka kabisa helicopter ambayo ilijaza watu wengi sana. Boeing imebeba watu wengi sana kutoka Kinshasa kuwapeleka huko Guinea, kwa sababu ndio support kama vile mafans wa kuleta mtisha, kwa sababu unajua tena mchezaji anacheza na mtisha ambao uko nje, mashabiki wanashabikia ndio timu yetu inacheza ndani ya uwanja, ile inaleta mtisha mkubwa. Hata Koffi Olomide wakajielekeza huko, na hivi ni kujua kwamba Jumatano yani hiyo mercredi tutakapocheza na Ivory Coast utakuwa vile vile kama vile mchezaji huyu ambaye anacheza Ubelgiji Romelu Lukaku, ambaye amesema kwamba mimi nitakuja, na kwenye akaunti yake ya X ameandika hivi Esengo vraiment, yani furaha sana, na chini akaweka drapo yani bendera nchi ya DRC kuonesha kwamba yeye ni Kongomani wa asili lakini anacheza Ubelgiji. Romelu Lukaku amesema kwamba kwenye mechi hiyo atakuja, huenda kusije kwa sababu zingine ambazo zikamuonesha kwamba asije kwenye mechi wano hiyo. Ndio hivyo kuhusu mchezaji huyu, na vile vile huyu ambaye ni mpiga ngumi Mkongomani huyo ambaye kabisa kweli amedefendre drapo ya nchi ya Kongo kwenye ngazi za kitaifa ni Martin Bakole, mpigaji ngumi. Amesema kwamba na mimi nitakuwa ndani ya uwanja, na nikumbusha kwamba Youssoufa yuko vile vile Ufaransa tangu mechi ya Guinea, na alikuja kusupport na anapita vile vile hata kwenye television kama vile Canal Plus ili kusupport timu ya DRC, na Daju anakuwa vile vile kwenye michuano hiyo, na vile vile mchezaji ambaye anaitwa Kalash Criminel atakuwepo, na wengine wote ambao ni wasanii wengine huko Ufaransa. Wamesema kwamba kwenye michuano hiyo lazima tuje tuangalie Ivory Coast na DRC na atakuwa mshindi, itusupport tuoneshe kwamba sisi tunakuja kusupport timu ya DRC kwenye michuano hiyo ya AFCON. Na tumaini ndio hayo ndugu mtazamaji wa channel yetu Mwanaweka TV. Na yale ambayo tungetaka kuongezea ndugu mtazamaji ambao uko nasi, timu ya DRC kweli inafanya vizuri sana kwenye michuano hii. Na tariki 5 Januari hapo tu juzi, kama sijasahau, hiyo juzi ndio wameanza michuano wameanza mazoezi ya kujiandaa kwenye mechi ya kesho. Wamefanya mazoezi kabisa. Mchezaji ambaye alikuwa akisema kwamba huenda hatakuwepo kwenye michuano lakini atakuwepo, Gali Kakuta na Theo Bongonda ambaye kabisa alikuwa na jeraha lake la kubega. Theo Bongonda amesema atakuwepo na alikuwepo kwenye mechi ya Guinea, lakini hakucheza kisa anataka kucheza. Na Gali Kakuta atakuwepo kabisa, kikosi kipo kabisa. Na Cedric Bakambu yupo, hata kama wengi walikuwa wakisema baada ya kushinda penalti kusema kwamba huyo Bakambu anabakilia tu hivyo hivyo, lakini kujuza kwamba mchezaji ni mchezaji, kwa sababu maarufu wako unakuwa unaonekana wakati uko uwanjani kama una jina kubwa sana. Ni wachezaji ambao wanakuwa na jina kubwa sana, jina umaarufu, kama vile sema wakati nikumbushe za mazidi, wakati timu ya DRC ilicheza na kwenye michuano ya kirafiki, ilikuwa ni michuano zidi ya Burundi, hapa nchi Burundi, jirani ya Burundi. Ukiangalia mchezaji Bolazi ilikuwa kama vile tishio kwa mafanzi wa timu ya Burundi ambao walikuwa wakisema Bolazi, yani inatakiwa wachezaji wawili wote wabaki tu kumchunga tu Bolazi, yani akipata tu inawezekana kwa jina lake tu kwanza tayaza goli hule. Na ndio vile Bakambu naye ni mchezaji ambaye ni mzuri kweli, anacheza vizuri hata kama kiwango chake kimepunguka kwa wakati alijielekeza kwa Uchina na kimepunguka, lakini kuuliza kwamba kwenye dirisha la usajili mchezaji huyo Cedric Bakambu kwa sasa anataka kuelekea kwenye timu ya Real Betis huko Uhispania, ambapo atakwenda kuchezea kwenye michuano hiyo. Na yale ambayo alikuwa akisema kwamba mchezaji ambaye anacheza kwenye Spartak ya Moscow huko bwana Theo Bongola ataelekeza huko Villarreal, ni habari za uongo hizo. Dirisha la usajili limemalizika na habari zingine hazijakamilishwa, ni kwamba mchezaji Chancel Mbemba
atatoka kwenye timu yake ya Marseille na kujielekeza kwenye timu ya FC Barcelona kwenda kukazisha defenseur ya timu ya FC Barcelona na gomboe nafasi ya mchezaji Araujo ambaye atajielekeza kwenye ligi ya huko Italia, lakini bado kandarasi yake bado haijakamilishwa kuelekea kwenye timu hiyo, na ni swala ambalo kabisa ni na vile vile hata timu ya Stuttgart ambayo anachezea huyo mchezaji ambaye anaitwa Silas Katompa ambaye alikuwa anapendelea kujielekeza kwenye timu ya Villarreal, wamekataa. Wamesema kwamba kontra yao, mkataba wao hujamalizia kwenye timu yake ya Stuttgart kwa sababu itamalizika mnamo tarehe 30 Juni mwaka 2026, yani 2026 ndio mchezaji atamaliza kontra yake na timu ya Stuttgart ya huko Bundesliga, mchezaji ambaye anaitwa Silas Katompa Mvupa. Yengine ambayo tutaka kuzungumzia, ndugu mtazamaji ambao uko nasi kwenye channel yetu ya Mwanaweka TV, ni kuhusu michuano ambayo inasubiriwa kesho kwenye michuano ya AFCON, mechi ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Mechi ya kwanza itakavyoanzishwa itakuwa ni Nigeria dhidi ya South Africa majira ya saa 1 za usiku saa za Afrika Mashariki, na saa 4 za usiku ni timu ya DRC itacheza dhidi ya Ivory Coast ambayo ni timu ambayo iliandaa michuano hiyo. Tusubiri tuone. Na ukiangalia kwanza kwenye michuano hiyo, habari za uoga ambazo zilizopo, ndugu mtazamaji ambao uko nasi, habari za uoga zilizopo kuhusu wachezaji wa timu ya Ivory Coast ni kwamba wachezaji mmoja wapo hawataonekana kwenye michuano hii ya kesho. Timu ya DRC ni wachezaji ambao ni wa timu ya Ivory Coast, kama vile mchezaji ambaye anaitwa nani, Kosunu ni mchezaji ambaye ni mzuri sana, anakuwa akicheza vizuri sana kwenye michuano hiyo. Hata vile vile ukiangalia mchezaji ambaye anaitwa nani, mchezaji anaitwa Auner ni mchezaji ambaye anakuwa akicheza kabisa vizuri sana, na ukiangalia mchezaji ambaye anaitwa Kwame na Diakite ni wachezaji wa nne kabisa bomba kabisa mashuhuri kwenye timu ya Ivory Coast, lakini hawataonekana kesho. Na ukiangalia mawili kati ya hao kuna kwa wawili ambao wanakuwa na kadi ya nyekundu, yani carton rouge, na wakati Ivory Coast ilipiga Mali, walifanya interview na kiongozi na mkufunzi wa timu ya Ivory Coast, akasema kwamba ni swala ambalo ni gumzo kweli, ni shida kubwa sana kwetu Ivory Coast kwa sababu ya wachezaji wawili ambao wana kadi ya njano, na ni wachezaji ambao ni wenye nguvu sana, wabunifu mzuri sana na wenye kopesha sana timu ya DRC, lakini ndio hivyo tena, ni swala ambalo wachezaji hawataonekana kwenye michuano hiyo. Kunakuwa mchezaji huyo kama nilikwambia Diakite, kunakuwa mchezaji anaitwa Kwame, kunakuwa Iner na kunakuwa Kosoni, wachezaji wanne ambao hawatakuwepo kwenye michuano hiyo, ni wachezaji wa Cote d'Ivoire. Na vile vile michuano hiyo ya Cote d'Ivoire kesho hiyo, magolkeeper marefari ambao watakwenda kuarbitre michuano hiyo ya DRC dhidi ya Ivory Coast kwenye majira saa 4, mechi ambayo watakwenda kucheza kwenye uwanja wa Alassane Ouattara de Bimpe huko mji mkuu wa huko Ivory Coast, Abidjan, ndio michuano itakwenda kuchuana. Arbitre central, yani ule referee ambaye atakalia kati, itakuwa ni raia wa huko Libya ambaye anaitwa Ibrahim Moutaz, ndio atakalia kati. Na nafasi ya kwanza, assistant wa kwanza itakuwa ni raia wa Tunisia ambaye anaitwa Hassan Khalil. Hassan Khalil ni assistant wa kwanza ambaye atakachukulia bendera kitambaa sehemu ya kwanza, assistant wa kwanza. Na assistant wa pili atakuwa ni raia wa Djibouti ambaye anaitwa Liban Abdulrazak. Liban Abdulrazak ni raia wa huko Djibouti, ndiye atakuwa kama vile assistant wa pili, atachukulia kitambaa sehemu ya pili, ambao atakuwa akiarbitre mechi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia dhidi ya Ivory Coast majira ya saa 4 za usiku. Nadhani ndio hayo, ndugu mtazamaji wa channel yetu Mwanaweka TV ambao uko nasi, na ili tusiende mengi sana kuhusu wale ambao watakuwa kwenye swala la VAR, ili tuende kwanza na swala ambalo ni kujuza kwamba kuhusu historia kwanza DRC, kuhusu mechi ambayo ishawahi kucheza wakati wa michuano ya AFCON. Ukiangalia mu 1968 timu ya DRC ilielimine Ethiopia kwa bao 3-2. Ilikuwa vile vile ni timu ambayo ilikuwa kiandaa michuano hiyo. Mechi tulichezea kwa Ethiopia na tukatosha Ethiopia kwenye michuano final, ikakuwa ni 3-2. DRC ikaipiga timu ya Ethiopia bao 3-2, na ilikuwa ni demi final na ikafika kwenye final ikabeba kombe hilo. Na ukiangalia vile kwenye CAN ya 1974 kama nilivyokujuza, timu ya DRC iliondoa Guinea, ikaondoa Misri. Wadadisi wa mambo wanasema, je, ndoto hiyo sije karudia tena, timu ya DRC kabeba kombe? Kwa sababu ukiangalia timu ya DRC ilibeba mnamo mwaka 1974 ilipiga kwanza Misri na ikapiga Guinea. Na ukiangalia kwenye mechi hii baada ya siku zilizopita, timu ya DRC imepiga Misri na imepiga Guinea.
Je, historia itakuja kujirudilia na timu ya DRC kabeba kombe hili? Ni swala kusubiri, kwa sababu mchezo wa mguu unachezwa na mguu, hauchezi kwa midomo kama vile wadadisi wanavyosema. Na vile vile ukiangalia vile kwenye mechi ya 2015 kan ya EMA chezeka kwa Guinea Equator, 2015 timu ya DRC ilipiga Guinea Equator ambayo iliandaa michuano hiyo. 2015 kaipiga mwandaaji wa timu hiyo, na vile vile ilikuwa ni kwenye Matiro B na timu ya DRC kanyakua kwenye nafasi ya 3. Ilienda kwenye Matiro B na timu ya DRC kapiga kabisa timu ya Guinea Equator kwenye Matiro B, na ndio ilikuwa kiandaa michuano hiyo, na timu ya DRC ikachukua nafasi ya 3 na timu ambayo iliandaa michuano hiyo Guinea Equator ikachukua nafasi ya 4. Na ukiangalia vile vile hata kwenye mwaka 2016 2016 timu ya DRC eliminate timu ya Rwanda ambayo ilikuwa kiandaa michuano hiyo, ikiwa ni kwenye quart de finale ambayo timu ya DRC ilichukua ubingwa kabisa na umaarufu kwenye michuano hiyo. Timu ya DRC kanyakua CHAN 2016 ikaiondoa Rwanda na ikacheza vizuri sana. Yakini ni swala kusubiri tuangalie, je, isije kawa ni vile vile timu ya DRC kaondoa tena kama vile mnamo mwaka 1974 kaiondoa Misri na kaondoa na Guinea, ili kaduria tena kachukua ubingwa wa AFCON wa mwaka 2023 ambao wachezwa mwaka huu 2024 huko Ivory Coast. Je, isije kawa hayo, ndugu mtazamaji ambao uko nasi, ni swala kusubiri na tukakariri mambo jinsi itakavyoendelea. Na swala lingine ambalo lililopo ni baada ya timu ya Cameroon kuondolewa kwenye michuano hiyo kabisa, ambayo ilitoa machozi sana kwa huyu ambaye ni president wa FECAFOOT, Federation ya Cameroon ya football ya huko Cameroon, bwana Samuel Eto'o, mchezaji wa zamani wa timu ya FC Barcelona, ambaye alitoa machozi makubwa sana. Akasema hivi, wachezaji wote hivi mnapatisha bendera haya, inatokea mnikute kwanza nchini mwetu huko, ni wakogote masikio, ni waoneshe sababu ambazo mmekosea, kwa sababu si ni wazee wa zamani, tumecheza na wa Ronaldinho na wakina Pele na wengine wachezaji fulani ambao walikuwa maarufu sana kwenye swala la mpira, mkuje ni waoneshe kufasi mmekosea. Lakini wachezaji wa mmoja wapo walikataa, hawataenda kule Cameroon kwa sababu wametoka, kuna tena swala ambalo ataenda kufanya kule. Kama vile ukiangalia kiburi cha mchezaji huyu Andre Onana, goalkeeper huyu wa Manchester United, alitoka huko Ivory Coast na akachukua jet privé yake helicopter hadi mpaka huko Uingereza, huko Premier League, akajielekeza kwenda kucheza mechi yake, akachana na swala ambalo ameitwa na kiongozi wa michuano ya huko Cameroon bwana Samuel Eto'o. Lakini akasema hili ni swala ambalo kabisa halifurahishi kweli, kwa sababu kila mtu anatakiwa kupewa heshima yake, kama vile mtu anayepewa heshima. Ikiwa una madaraka, unachukulia madaraka, unatakiwa kupewa heshima zako. Na ile kamutoa na kamuumiza sana moyoni mchezaji huyu ambaye ni kiongozi wa FECAFOOT bwana Samuel Eto'o, na akademisione. Alitosha kibarua chake rasmi tarehe 5 Februari mwaka 2024. Yani ni hapo jana tu ndipo kiongozi huyu wa FECAFOOT alitoa kibarua chake cha kudemisione rasmi, anatoka, anaachana na michuano hii, anaachana na michuano ya nyumbani yako FECAFOOT ya Federation ya Cameroon ya Football. Lakini kamati hiyo ikasema ya kwamba hatustakiwi kuitika kibarua chako hichi, tunakataa, endelea tu na muhula wako, wewe ndio unatakiwa kuongoza vizuri michuano hii ya nyumbani na kuongoza hii shirika hili la mpira la huko Cameroon FECAFOOT bwana Samuel Eto'o. Na watu wakaonyesha kwamba ni kweli wanatakiwa kupewa heshima yake, kwa sababu ni kiongozi kweli, aliwahi kucheza mpira, anatakiwa kupana mashauri na wachezaji wanatakiwa kumsikia kama vile kiongozi. Ni hiyo yote ni sababu unaona wachezaji wengi sana wanatokea kwa Ulaya, wakija huko na mafieri sana na kiburi kuonyesha kwamba yeye ni mchezaji bora, kuchezea huko nchi yao, wakimuima list ni kama vile wanamuonea. Na wakitoka vile kwenye michuano anaonyesha kwamba hakucheza vizuri, hata na juhudi yake kujielekea kwenye ligi za huko ambao anachezea kwa Ulaya. Lakini nikukumbusha kwamba timu ya South Africa kuna wachezaji 3 tu ndio wametoka Ulaya na vilabu vingine barani Afrika, lakini wote walikuwa wachezaji ambao wamecheza kwenye championnat lokale ya kule South Africa. Ni wachezaji ambao wanachezea huko South Africa, kama vile ukiangalia goalkeeper mzuri sana ambaye alitoa mpira 4 kwenye wakati wa mapenalti. Huyu goalkeeper maana anaitwa William, kwa wakati wa mapenalti South Africa zidi ya Cape Verde alionyesha ubunifu mzuri sana, lakini anadakia kwenye ligi yao ya nyumbani ya pale huko South Africa. Ni swala ambalo kabisa wachezaji wanatakiwa kukamata na kukariri vizuri. Ikiwa unaimwa liste, ni swala kuvumilia tu. Na kibarua hicho cha FECAFOOT kimekataliwa na kusema kwamba utaendelea tu ili kuendelea kuongoza michuano hii hapa nyumbani huko Cameroon, ambapo Samuel Eto'o ambaye ukiangalia ni mchezaji wa zamani kweli ameonyesha kwamba anahuzunika sana. Na alikuwa amesema kwamba Rigobert Song huyu ambaye alikuwa akiongoza timu ya Cameroon wakati wa michuano ya AFCON anatakiwa aondoke, lakini kwa sasa wametafuta mwingine ambaye bado hawajakamilisha kandarasi na mkataba na huyo kiongozi ambaye atakwenda kuongoza FECAFOOT. Na lakini ukiangalia huyo mkufunzi Rigobert Song wamesema kwamba atakia nafasi ya pili, ni deuxième entraîneur
wa timu ya Cameroon itakuwa ni Rigobert Song, ili kusubiri, kwa sababu baada ya AFCON kuna mechi zingine ambazo zinakuja huko mbeleni, kama vile timu ya DRC inasubiri mwezi wa 6 itacheza na timu ya Senegal. Yani atakiwa Sebastien Desabre atakiwa kufanya vizuri, hata kama atafanya vizuri kwenye AFCON, nafanya vizuri vile vile hata kwenye michuano ya eliminatoire ya kuania kwenye Coupe du Monde mwaka 2026. Ndio hivyo kabisa, ndugu mtazamaji ambao nasi, inatakiwa wachezaji nao waone hayo na waone umuhimu wa wale ambao wanakuwa wakiwaongoza kwenye michuano fulani fulani ambao wanakuwa wakichezea. Na vile vile ndugu mtazamaji ambao uko nasi kwenye habari za soka kwenye kipindi cha Viwanjani leo kwenye channel ya Mwanaweka ya TV, ni kwamba mara ya kwanza kadi ya jani, ya rangi ya jani, yani carton vert, inatakiwa kutumikishwa kwenye ligi ya Premier huko Uingereza. Yani kufuatana na shirikisho la mpira FIFA kupitia kiongozi wao Gianni Infantino amesema kwamba hiyo carton vert ni carton ambayo inakuwa ni prive ya huyo referee ambaye anakuwa kiongoza michuano hiyo. Akikupiga carton vert, inatakiwa wewe mchezaji unafanya dakika 10 unakaa nje kwanza. Yani kama vile inatakiwa inapigwa hiyo carton ya vert kwa mchezaji huyo ambaye anakuwa anajilamante. Kujilamante katika lugha ya Kimombo, yani nitaka kama vile anajidoga. Kama vile referee anaonyesha hapa ni kosa. Wewe mchezaji ukisema hapana, ukionyesha kwamba hapana sio kosa, hivyo kujidoga vile anakupiga kadi hiyo ya rangi ya kijani, unaondoka nje, carton vert, unakala nje dakika 10, zikienea unarudia tena ndani ya uwanja. Ndio hivyo carton itakuwa mara ya kwanza Uingereza anataka kuitumikisha hiyo kabla haijatumikishwa nafasi zote. Ukiangalia swala ambalo inatakiwa kamatiwa na ligi zote katika ulimwengu huu. Ndugu mtazamaji, na ni hapa ndipo kabisa sina budi ya kutamatisha kipindi hiki cha Viwanjani leo ambacho kinaitwa na mimi Roger Seko Rafat. Subiri mechi ya kesho kwenye AFCON, timu ya DRC zidi ya timu ya Ivory Coast majira saa 4 za usiku, na majira saa 1 usiku hiyo Jumatano itakuwa ni timu ya Nigeria ambayo itakwenda kuchuana. Nigeria itakwenda kuchuana zidi ya South Africa majira saa 1 za usiku. Tuone wachezaji hawa wawili ambao kabisa ni nguli sana, Victor Osimhen kwa niaba ya Nigeria na goalkeeper huyu wa South Africa ambaye anaitwa William, ambaye amefanya vizuri kwenye mikwaju ya penalty. Na subiri kwenye upande wa DRC wachezaji ambao watacheza vizuri sana, tukiona mchezaji ambaye anaitwa nani, mchezaji anaitwa Simon Banza, wengine wachezaji ambao ni maarufu sana kwa sababu DRC na wachezaji wengi sana. Tusubiri tuone nini itakao kuwa matokeo. Ni kesho tarehe 7 Februari mwaka 2024 kwenye michuano ya AFCON. Mimi ni Roger Seko Rafat ambaye nilikuwa kuletea kipindi cha soka cha Viwanjani leo kivalia timu ya DRC kuisupport kabisa, ambapo ninafanya vizuri sana ili tuendelee moja nasi. Kila wakati nakukumbusha tu ndugu mtazamaji, endelea kushare na kusubscribe na kujiabone kwenye account zetu za platform zote ambazo zinakuwa zikipatikana za Mwanaweka TV, ikiwa ni TikTok, Instagram, Facebook, Twitter na vile vile hata vile vile kwenye YouTube. Pale kote utaona kwenye account yote ya Mwanaweka TV, usikose kusubscribe kila wakati unakuwa wa kwanza kupata vitu vyetu vipya. Mimi ni Roger Seko Rafat, nyuma ya kamera ulikuwa na GBM. Asante kwa muda wako.